Fikiria sababu moja ambao wewe bado unaishi na wakati wengine walikufa, na ni kitu ambacho kinamshangaza mtu yote yule, kwa sababu hakuna chochote alichokifanya ili ukaweze kuishi. Lakini pia unapotambua thamani yako, unapotambua kwa nini unapumua, kwa nini bado uko hai, au kuna kitu fulani ambacho bado hujakifanya. So sababu ya kuzaliwa, na ndiyo sababu imekuweka mpaka leo bado naishi. Na sababu pia kufa ndio sababu iliyosababisha wewe ukazaliwa. Lakini endapo utakufa, na afadhali kifo chako kiwe maisha kwa watu wengine, ama kiwaletea maisha mengine watu wengine, kwa sababu tunaishi kwa sababu Mungu anahitaji tukaishi. Na hata kama tutakapokufa, tutakufa kwa sababu kuna kitu chochote kile. Lakini tusije tukakufa kama bweha. Tusikufe kama hakuna mwanaume lazima afanye chochote kile, kwa sababu sisi tumeumbwa katika mfano wa Mungu. So unapokufa kwa sababu ya malaria, kwa sababu ya nini? Kama ni mwanaume hastahili. Afadhali ungekufa ukiwa unapigania vita, ukiwa unapigania nchi yako, ukiwa unapambania familia, ukiwa unafanya kazi yote ile, itapendeza zaidi. Haya, asanteni sana. Nawapenda, ndio maana nakuwa pamoja nanyi kwa kuwashauri kila mara.